Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika maombi maalum ya watoto yanayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na ninataka niende nikasome katika kile kitabu cha Isaya sura ya 59 na ule mstari wa 21. Maandiko yanasema hivi: tena katika habari zangu hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa wana wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Tunaona Mungu anaeleza kwa habari ya baraka ambazo umezipata wewe. Hazitaondoka kwako, lakini zitaenda na kwa watoto wako, zitaenda na kwa wajukuu zako. Lile neno ambalo Mungu ameliweka ndani yako halitaishia kwako, litaenda kwa watoto wako na litaenda kwa wajukuu wako. Kama kusudi la Mungu ndani yako uliloliweka kumpenda Mungu, kwamba kimbilio lako ni kwa Bwana, Mungu anaahidi ya kwamba hilo kusudi na shauku uliyoweka kwa Bwana itaenda na kwa watoto wako, lakini pia itaenda na kwa wajukuu zako. Maana yake ni nini? Mungu anayaangalia na kuyaheshimu maagano anayoyafanya na watu wake. Watoto wetu hawapo salama kama hawapo kwenye agano, na watoto wetu wapo salama kama wapo kwenye agano, kwa sababu makubaliano Mungu anayaheshimu yale makubaliano juu yetu sisi na watoto wetu. Je, watoto wako unawatakia nini? Unataka nini kiende kwa watoto wako? Huu ni usiku ambao tunaenda kufanya maombi haya maalum kabisa kwa ajili ya watoto. Kile unachotamani watoto wako kiwaendee. Nataka nikiwa katika maombi mahali hapa katika mlima huu, Bwana ananisemesha usiku huu kuomba kwa ajili ya watoto na kuwatamkia watoto baraka. Nikiwa katika mlima wa maombi nitatamka hizo baraka ziende kwa watoto. Kile unachokitamani kiwe agano kwa watoto wako. Nataka niombe sasa, Bwana akaachilie wema unaokusudiwa kwa watoto wako uende kwako, kwa watoto wako na vijukuu vyako. Maana maandiko yameeleza kwa habari ya kwamba kile Mungu atakachokupa wewe unachokitaka. Mimi sijui unataka nini, ungetamani nini. Mimi nina maombi yangu kwa Bwana. Nitolee mfano. Mimi nimetoka kijijini kwenye maisha magumu ambayo yamekuwa ni mabaya mpaka leo nikiyakumbuka nisitamani hata kurudi huko. Mimi mwenyewe sitamani hata kurudi huko. Kwa hiyo yale maisha ambayo niliyapitia kule yamenifanya nichukie maisha ya vijijini kwa ajili ya maisha duni ambayo tulikuwa tukiishi. Lakini pia ni agano kwa Mungu wangu, nimemwomba kila mara ya kwamba hakutakuwa na uzao wangu wala watoto wangu wala vizazi vyao watakaoenda kukaa vijijini, watakaoenda vijijini huko. Nimewatenga watoto wangu na vijiji. Sasa hiyo ni mimi. Lakini wewe unaweza kuwa hilo sio shida kwako. Ungetamani watoto wako labda wasiachane na kijiji, ama wasisahau nyumbani. Yaani kuna namna maombi yangu yanaweza akawa ni maombi yako, lakini maombi yako yanaweza asiwe ya kwangu. Yaani kila mtu ana maombi yake. Kila mtu ana maombi yake. Wakati mimi sitaki wa kwangu warudi, yamkini wewe unasema Mungu, watoto wangu wasisahau huko. Sasa tunatofautiana. Sasa ndio maana nauliza, ni kitu gani ungetamani watoto wako wawe nacho? Hiyo kitu nataka wewe leo useme. Mimi nitaomba. Nataka useme ni kitu gani ungetamani uzao wako. Kama mtumishi wa Mungu, kama nabii wa Bwana, nitatamka neno. Nitaongea juu ya uzao wako. Nitapeleka kwa Bwana. Nitaongea kama nabii. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anasema kwa habari ya kupeleka vizazi na vizazi shauku ya mtu ambao angetamani iwe ndani yake na watoto wake. Mwingine unasema na mimi nasema, huwa nasema mimi,
mahali pazuri nilipofikia. Watoto wangu wasishuke hapo, waanzie hapo na kwenda mbele. Yawezekana na wewe ukawa una aina ya maombi ya namna hiyo. Hutaki kuona watoto wako, uandai watoto wako kushuka chini, unawaandaa watoto wako kupanda juu. Unawaandaa watoto wako kumiliki, unaandaa watoto wako kutawala, maana umeagana na Mungu na kwa kumwamini yeye ya kwamba mahali ulipo wewe, ulipofikia kwenye top, mahali ulipokaa vizuri, hapo watoto wako waende juu. Sasa kama umepitia changamoto mbalimbali, umepitia changamoto za ndoa, umepitia changamoto za uchumi, ulipitia madeni, unamwambia Mungu, madeni niliyopitia, dhiki niliyopitia, aibu niliyopitia isiwakute watoto wangu. Mungu anaheshimu maagano. Una nini cha kuongea? Usikae kimya. Mungu anaheshimu agano unaenda kuliweka. Mungu anasema hivi ya kwamba tena katika habari zangu, hili ndilo agano langu nao, asema Bwana, roho yangu iliyo juu yako, roho yangu iliyo juu yako, na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako, wala kinywani mwa watoto wako, wala kinywani mwa wajukuu wako, asema Bwana, tangu leo na hata milele. Maana yake watoto wetu watakuwa wanamcha Mungu, hawatakuwa na mungu mwingine, hawatakengeuka wala kurudi nyuma. Hili ndilo Bwana analotusemesha. Watoto wetu hawataabudu miungu migeni, wala hawataambatana na mtu yoyote anayeabudu miungu migeni. Hawatakubali kuoa ama kuolewa na miungu na watu ambao wanaabudu miungu migeni. Watoto wetu watasimamia imani juu ya Kristo Yesu. Watoto wetu watamlilia Bwana, ndio kimbilio lao. Watoto wetu watamuitia jina la Bwana, kwa sababu ni kizazi cha watoto watakaoliitia jina la Bwana. Nataka niende nikaombe, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba ushirika ulio nao leo wa Roho Mtakatifu, watoto wetu utakuwa zaidi ya huo. Ushirika tulio nao leo, watoto wetu utakuwa zaidi ya tulio nao leo. Maana yake nini? Watoto wetu hawatakuwa wa kawaida, wataongea na Mungu ana kwa ana. Watoto wetu watasema na Mungu wetu, wataliitia jina la Bwana wa majeshi, na Bwana ataenda kuonekana kwao kwa nguvu isiyo ya kawaida. Ninataka twende mbele za Bwana tukaombe juu ya watoto wetu. Lakini watoto wetu tunawatenga kabisa na magonjwa ya kurithi yanayotembea kwenye familia zetu. Yale magonjwa sio portion ya watoto wetu. Tunawaambia watoto wetu magonjwa ya familia hayawahusu katika jina la Yesu. Umaskini wa familia, madeni ya familia, tabia mbaya za familia hazitawagusa watoto wetu kwa namna iwayo yote. Upande wa baba zao, upande wa mama zao, upande wa kiume, upande wa kike, hakutakuwa na uharibifu. Magonjwa je? Tunawatenga watoto wetu na kila aina ya magonjwa, yawe ya kuambukiza, yawe ya kurithi, na hayo tuliyosema ya kurithi hayataweza kuwapata. Yawe ya mlipuko hayataweza kuwapata. Tunajua katika miaka ijayo, hatuwezi jua, yamkini inaweza ikaja adha nyingine kama ya corona. Watoto wetu agano litawashikilia. Watoto wetu agano litawashikilia. Adui ajapotaka kuleta uharibifu, anapotaka labda kwa kidnap watoto wetu, wanapotaka kuvamiwa watoto wetu, wanapotaka kuingiliwa kinyume na maumbile watoto wetu, ama kuwaingilia watu wengine, agano na Mungu wetu ndilo lenye nguvu ya kupiga kelele. Wewe itafika kipindi utakuwa huna control na huyo mtoto. Hutajua akishaenda chuo huko, akianza maisha yake, hutajua kinamkuta nini. Lakini kama umeagana na Bwana vizuri juu ya mtoto wako, wewe una uhakika mema yatamfuata. Wewe una hakika mambo mazuri yatamfuata. Ninaweza nikawa naongea na mtu ambaye hana mtoto kwa kipindi hiki. Maombi ni hazina. Usiache kumwambia Mungu, hiyo ombi na haya yote ni kwa ajili ya watoto wangu pia. Utashangaa sana, watoto wako wanazaliwa, miaka ya mbele inaenda huko, unakuta watoto wanakuja kuona, unakuja kuyaona mambo ya ajabu. Mungu anakuambia haya ni maombi. Unakumbuka Pastor Miamba alitamka kitu juu ya watoto wako? Unakumbuka? Utakuja ambiwa hivyo na utamshangaa sana Bwana. Nataka niende nikaombe sasa, maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu. Twende mbele za Bwana.
Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, umetusemesha na umenisemesha mimi mtumishi wako kwa ajili ya kutangaza baraka za kiagano kwa watoto wetu, kwa uzao wa watoto wetu, kizazi hiki hata kizazi kijacho. Mungu aliye hai, tunajua zipo baraka ulizoziamuru kwetu ambazo tunatembea nazo. Yapo mambo mazuri yaliyotokea kwetu. Mungu aliye hai, tunatangaza mambo mazuri yaliyotokea kwetu yakaende na kwa watoto wetu, yakaende na kwa wajukuu wetu na vizazi baada ya vizazi vyetu. Mungu aliye hai, kama vile ambavyo urithi ulitembea kwa Ibrahimu, ukaenda kwa Isaka, ukaenda kwa Yakobo, ukaenda kwa wana wa Israeli. Mungu aliye hai, ndivyo ambavyo urithi wa baraka utakaotembea kwetu utatembea na kwa watoto wetu. Maziwa na asali yatakaotembea kwetu yatatembea na kwa watoto wetu. Afya njema ikaende kwa watoto wetu kuliko hata ilivyokuwa kwetu. Furaha ikawe zaidi kwa watoto wetu hata kuliko ilivyokuwa kwetu. Mungu aliye hai, ukawatembeze watoto wetu kwenye financial freedom, ukawatembeze kwenye financial freedom, kwenye uhuru wa kifedha. Hawatadaiwa, hawatakopa, bali watakopesha mataifa. Watoto wetu watakuwa wanatembea kwenye uhuru wa kifedha, kwenye roho ya utajiri, kwenye roho ya ongezeko kila siku itwapo leo. Baba, ninaomba neema hiyo kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya uponyaji, nguvu ya uzima na afya tele kwa watoto wetu katika jina la Yesu. Hawatatembelea magonjwa, yawe ni magonjwa ya kurithi, yawe ni magonjwa ya mlipuko, yawe ni magonjwa ya maambukizi, hawatayaona kwa jina la Yesu. Hayatawasogelea kwa jina la Yesu. Magonjwa yoyote, viungo vya mwili kufeli, viungo vya mwili kuharibika, haitatokea kwao wala kwetu wala kwa vizazi vyetu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, wewe utuponyaye, unawaponya na watoto wetu, unaponya na vizazi vyetu. Wewe Mungu tulindaye, unawalinda na watoto wetu, unalinda na vizazi vyetu. Wewe ni Mungu yalindaye maagano katika jina la Yesu. Tunaomba neema hiyo ikatembee kwetu, ikatembee na kwa watoto wetu, ikatembee na kwa uzao wetu. Watoto wetu watakapoingia kwenye ndoa, Mungu aliye hai, wakakutane na wenza sahihi, wakakutane na watu waliotoka kwako. Bwana, tunawatenga na watu waliotoka kwa adui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, roho chafu zitendazo kazi, zinazowatumikisha watu na kuwaleta watu kama waume na wake, lakini wametoka kwa Lucifer, tunawatenga watoto wetu na kapo na mahusiano yaliyotoka kwa adui kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Adui hatapata nafasi kwa jina la Yesu. Lucifer na malaika zake watajapotaka kumsogeza mwenza yoyote kwa watoto wetu, wakutane na agano ya kwamba hawatasogea kwa jina la Yesu. Watoto wetu, wenza wao watatoka kwako Bwana. Ndoa zao zitakuwa njema sana, furaha ya mioyo yao itakuwa kubwa sana, ulinzi wao utakuwa ni mkubwa kuliko namna iwayo yote ya kusemekana. Mungu aliye hai, milango ya nchi za nje itakuwa wazi kwao. Wataingia nchi yoyote, watakaa humo, watatembea kwenye baraka za nchi hizo katika jina la Yesu. Mahali popote utakapotaka kukaa, mahali popote utakapotaka kuishi, hakuna malango yatakayofunga, milango yatafunguka katika jina la Yesu. Mageti ya airport za international yatafunguka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mageti ya balozi mbalimbali yatawafungukia watoto wetu katika jina la Yesu. Hakuna atakaye kosa visa, yoyote atakayetaka kwenda mahali popote kwa jina la Yesu. Watoto wetu wataenda kuyamiliki hadi malango ya adui. Hakuna namna malango ya adui yatawashinda watoto wetu katika jina la Yesu. Baba, ni agano kwa watoto wetu. Baba, ni agano kwa vizazi vyetu. Baba, ni agano kwa uzao wetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninakushukuru kwa maana vizazi vyetu vitatembea kwenye furaha. Vizazi vyetu havitakuacha wewe Mungu wa kweli. Vizazi vyetu vitakukimbilia wewe Mfalme. Vizazi vyetu vitakuwa wewe Mungu, utakuwa ni Mungu wa vizazi vyetu katika jina la Yesu. Utakuwa ni Mungu wetu na unabaki kuwa Mungu wetu.
utakuwa ni Mungu wa watoto wetu, utakuwa ni Mungu wa wajukuu zetu, utakuwa Mungu wa watoto wao, katika jina la Yesu. Kizazi na kizazi, wewe ni Mungu wetu, wewe ni Mungu wa watoto wetu, wewe ni Mungu wa vizazi vyetu, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, katika jina la Yesu. Na katika kazi ya msalaba na damu ya mwanakondoo, tunakukabidhi vizazi vyetu, wewe peke yako Bwana, ukawe ni Mungu wa watoto wetu. Mahali popote watakapotaka kubarikiwa, ukajitambulishe Mungu kwamba wewe ni Mungu wa baba zao. Mahali popote watakapohitaji msaada, Mungu liye ukajitambulishe kwamba wewe ni Mungu wa baba zao, Mungu wa vizazi na vizazi. Kwako wewe Mungu liye hai pana kila kitu. Baba, ninaomba watoto wetu wakatembee kwenye neema, hawatatembea kwenye hofu kwa namna iwayo yote. Tunawatenga watoto wetu na hofu za kila aina, hawatatembea kwenye hofu katika jina la Yesu. Watakutana na watu wema tu, hawatakutana na watu wabaya. Mungu li hai, watoto wetu watakuwa katika tabaka la kutawala, watoto wetu watakuwa ni katika tabaka la kumiliki kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Watamiliki utajiri wa mataifa, watatawala na kumiliki katika jina la Yesu. Mungu li hai, asante kwa maana baraka hizi zinatembea kwa watoto wetu. Hiyo neema, je Bwana, ikawakute watoto wetu kila kona. Mungu li hai, ukawalinde watoto wetu na kuwatenga na tabia mbaya, walinde watoto wetu na kuepusha na uharibifu. Hakuna hata mtoto wetu mmoja wala uzao wetu atakayefungwa wala kushtakiwa wala kwenda hata lock up tu. Hakutakuwa na hiyo kitu. Tunafunga katika jina la Yesu. Hawatashtakiwa, hawatakaa lock up, hawataingia jela, hawatafanya jambo lolote la uharibifu katika jina la Yesu. Mungu liye hai, tunaliomba agano hilo juu ya watoto wetu likawafuate. Maneno haya ambayo umeyaweka vinywani mwetu, tunayoyatamka kwa watoto wetu, yawe ni maagano kutoka kwako Mungu wa kweli. Ukawafuatilia watoto wetu, hawatakutana na kesi zozote, hawatakaa kwenye kesi wa yoyote, hawataisogelea kesi wa yoyote. Ukombozi ukawe kwao na kwa wenza wao na kwa nyumba zao na kwa watoto wao. Hakuna atakaye lazwa, hakuna atakaye power operation, wala hakuna atakaye kuwa na magonjwa yoyote. Mahospitali haitakuwa fungu lao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta hayo, asante kwa nguvu hiyo, asante kwa ushindi huo. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Mfalme, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa neema, asante kwa nguvu, asante kwa ushindi katika jina la Yesu. Sifa na heshima vyote ni vya kwako Mfalme, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba ukawatetee watoto wetu walio katika mashule wanaosoma. Uwatetee Bwana, hawatakuwa na shida yoyote katika shule zao. Mungu aliye hai, watoto wetu hawatapata changamoto ya kukosa wachumba, ya kukosa waume, wa kukosa wake. Mungu aliye hai, watakapofika umri wa kutaka kuoa kuolewa, wenza wao watakuwa wakiwasubiria, waliotoka katika kicho chako Bwana, waliotoka kwako Mungu aliye hai, watakuwa wakiwasubiria. Watoto wetu hawatakutana na changamoto yoyote ya uzazi, watapata watoto, watazaa kama wanawake wa Kiebrania, watapata watoto kwa wakati ulioamriwa, hawatapata struggle zozote, hawatahangaika kupata uzao katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema, asante kwa mkono wako. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako njema, lakini pia utaiachilia hiyo sadaka, na nitafurahi kama utakapoiachilia hiyo sadaka yako uniandikie na majina ya watoto wako, majina tu ya watoto wako utaniandikia hapo. Utaandika hii ni sadaka kwa ajili ya mtu huyu na huyu na huyu na huyu. Ni vyema sana ukaandaa sadaka iliyo bora. Usiandae sadaka dhaifu halafu ukawapachikia watoto wako. Andaa sadaka njema ambayo itapiga kelele kwenye kiti cha enzi, itawadai watoto wako. Sadaka iliyo bora inaleta agano lililo bora. Sadaka iliyo dhaifu inaleta agano dhaifu. Kwa jitahidi sana mahali hapo, Bwana akusaidie uweze kuwa na sadaka iliyo bora.
na uijue kabisa kwamba kwenye sadaka hii ni mtoto wangu huyu, na mtu kama alivyofanya Ayubu, alikuwa akibeba sadaka kutokana na idadi ya watoto wake. Usiweke sadaka ukawajumlisha tu, no. Weka sadaka, itume tu kwa pamoja, lakini majina yao uandike, lakini kwenye moyo wako unajua hii ni sadaka kwa ajili ya mtoto wangu huyu na huyu na huyu. Basi unaweza kuachilia sadaka pia hata kwa watoto wa ndugu zako ambao uko nao, unaowalea ama unaowajua. Kwa vile Mungu atakavyokusemesha, haina madhara kuachilia sadaka, kwamba agano hili liende na kwa watoto wa dada zako na kaka zako wa ndugu zako, inaruhusiwa kabisa. Basi utatuma majina tu, sadaka yako unaiambatanisha na majina, na utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.